ni mtu wa kwanza kuinywa. Asante sana kukujali. Ninamsaidia mwenzio. Makosa aliyofanya mwanadada ya kuitwa Loveness ni makosa ambayo watu wengi sana wanapata shida kutokana na makosa hayo. Kuweza kumwamini aliyekuwa adui yake wa karibu, mwanadada ya kuitwa Tina, na kuweza kunywa juisi ambayo ametengeneza. Ilikuwaje kwaje na kwa nini ilifanyika hivyo? Basi nikukumbushe tu, usiweze kusahau kugusa katika alama hiyo hapo iliyoandikwa subscribe upande wako wa kulia. Utakuwa umetusaidia na umetusupport ili tuendelee kutoa tamthilia yako pendwa kabisa ya Penzi la Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi kila ifikapo siku na siku. Sasa makosa ambayo ameyafanya mwanadada kuitwa Loveness ni kumwamini sasa mwanadada huyo hapa kuitwa Tina, kwa sababu Tina tunajua ni mpinzani mkubwa sana mwanadada kuitwa Loveness. Kisa tu ni kuweza kuibia bwana kama anavyosema mwanadada kuitwa Tina, kwa sababu Tina ndiye alikuwa mke halali wa Kelvin, lakini sasa Tina sio mke wa Kelvin tena. Mke wa Kelvin amekuwa ni mwanadada kuitwa Loveness. Sasa Loveness sasa ni mama kijacho, yani ni mjamzito sasa. Lakini kitu ambacho ameweza kukifanya, ameweza kuingia katika mtego alioutega mwanadada kuitwa Tina. Tina alimwambia kwamba naomba tupeane zamu, yani ya kufanya kazi pamoja na kupika chakula kila siku. Tupeane zamu, yani mimi hapa nakuwa na wiki moja, lakini naona kuwa na wiki moja. Sasa mwanadada kuitwa Loveness ikabidi akubali, kwa sababu tu anajua yeye hali yake inaendelea kuzorota. Yani unajua ukiwa na mtoto tumboni unakuwa unafanya kazi zinapungua, sio kwa kiwango kile ambacho ulikuwa unakifanya, kutokana na kuwa na zile dalili za ujauzito, uchovu, mala kichwa kiume, mala mtoto acheze, mambo mengi sana. Kwa hiyo mama mjamzito ndio maana anatafutiwa msaidizi. Hicho ndicho chanzo cha Loveness kuweza kukubali kuingia sasa kwenye mtego bila kujua au pasina kujua kwenye mtego wa mwanadada kuitwa Loveness wa kuitwa Tina, kwa sababu Tina alikuwa bado ana kisilani na hii ndoa ya Kelvin pamoja na mwanadada huyo hapo kuitwa Loveness. Wanakuambia adui atoki mbali. Sasa hii inakwenda kumzuru mwanadada kuitwa Loveness. Sasa mwanadada kuitwa Tina akamshinikiza kwamba zamu yake, yani ile wiki moja, basi yeye ndo aanze katika ile wiki moja, yani atumie siku 7 kupika chakula na kufanya usafi nyumba nzima. Mwanadada Tina, yani umekuja na wazo, unataka wewe ndo uwe mtu wa kwanza. Sasa mwanadada wa kuitwa Loveness akakubali na kwenda kumwambia Kelvin. Kelvin alisema kuna watu dunia inawafunza, kwa hiyo pengine mwanadada wa kuitwa Tina amejifunza kutokana na kupotea na ndugu zake wengi sana. Kwa hiyo hana msaada zaidi yake, zaidi yetu sisi. Kwa hiyo ndio maana pengine huenda mwanadada kuitwa Tina amebadilika. Hayo ni maneno ya Kelvin. Sasa ikabidi sasa Tina endelee na usafi wake wa kila siku, lakini Tina kumbe ana jambo baya na ambalo halistahili katika kuigwa kwenye jamii. Tina akamtengenezea mwanadada kuitwa Loveness juisi ya matunda na kusema kwamba naomba unywe, ili mradi tu Kelvin atakapokunywa ajue ni nzuri au mbaya. Wewe ukishakunywa Loveness utaniambia nimezidisha nini ili nipunguze, ili mradi Kelvin aweze kupata kitu kizuri. Mwanadada kuitwa Loveness bila kujua ikabidi tu aweze kunywa ile pale juisi kwa kuifakamia fodo, akaifakamia kweli, lakini asijue katika ile juisi kuliwekwa na sumu hiyo ambayo hatujui mpaka sasa. Pengine hiyo sumu ya kutoa ujauzito, yani kusafisha kizazi chote, au pengine hiyo sumu ya kuweza kumuondoa uhai kabisa mwanadada kuitwa Loveness. Sasa Loveness analalamika sasa, anasema tumbo linaniuma baada ya muda kidogo kupita, lakini mwanadada kuitwa Tina hana hata habari, anaendelea kuangalia video au anaendelea kuangalia TV na season mbalimbali za DJ Lufufu Mkandala. Sasa mwanadada wa kuitwa Loveness analia na kulalamika, analia kweli, anasema Tina, tumbo linaniuma, naomba unisaidie, na aga dunia. Tina, naomba unisaidie, tumbo langu linaniuma, naomba mpigie Kelvin. Lakini mwanadada alivyokuwa na roho mbaya, anajua alichokifanya, wala hata adiliki kwenda kuchukua simu kumpigia Kelvin. Sasa hali ya mwanadada kuitwa
Loveness inazidi kuwa mbaya zaidi, na kulala chini na kugalagala kifudifudi, huku akilia na kuomba msaada mwanadada kuitwa Loveness bila kupata msaada wowote ule. Lakini mwanadada kuitwa Tina anaendelea kuangalia tamthilia mbalimbali na kubadilisha chaneli gani ambayo ina muziki mzuri, ili mradi tu aweze kupata burudani, huku mwenzake akiwa na galagala na kuomba msaada. Sasa ni kipi ambacho kitatokea katika episode inayokuja? Langu jina ni Tiki Classic wa Swahili Beat. Hadi wakati mwingine, kikubwa zaidi tunaomba shout kubwa sana katika kusubscribe, ili mradi tu tuweze kutuma tamthilia kila siku bila kuchelewesha hata kidogo. Mimi ni Tiki Classic. Bye bye.